Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia katika simulizi la Jaji Sisamnensi wa Uajemi. Zamani sana, katika miliki kubwa ya Uajemi, Persia, kulikuwa na mfalme mwenye nguvu na heshima aliyeitwa Kamses wa pili, mwana wa Koreshi mkuu. Miliki yake ilienea mbali kutoka Asia hadi Afrika ya Kaskazini. Ili kutawala eneo hilo kubwa kiasi hicho, mfalme alitegemea watu wachache waliokuwa na mamlaka makubwa, majaji. Miongoni mwa majaji hao alikuwapo Sisamnensi, mtu aliyekuwa akiheshimiwa sana mbele ya umma. Alikuwa jaji mkuu mwenye dhamana ya kutoa haki kwa watu wa kawaida na wakubwa pia. Kwa nje, Sisamnensi alionekana kuwa mtu mwadilifu mwenye hekima na busara, lakini ndani ya moyo wake tamaa ilikuwa imeanza kumla taratibu. Anguko la haki. Siku moja kesi nzito ilifika mbele ya Sisamnensi. Ilikuwa kesi iliyohusu mali, ardhi au maslahi makubwa ya kifedha. Wanahistoria hawakubainisha aina ya kesi kwa undani. Wakati ushahidi ulipowekwa mezani, haki ilikuwa wazi kabisa, lakini pamoja na ukweli huo, rushwa ilizungumza kwa sauti kubwa zaidi. Kwa siri kubwa, Sisamnensi alipokea rushwa. Alipindisha sheria, akatoa hukumu ya uongo na kumdhulumu mtu asiye na hatia. Alizani hakuna aliyemuona, alizani mamlaka yake yangemlinda. Lakini katika miliki ya Uajemi, macho ya mfalme yalikuwa kila mahali. Hasira ya mfalme Kamses. Habari za uovu wa Sisamnensi zilimfikia mfalme Kamses. Hakuwahi kuvumilia kabisa rushwa, hasa kwa mtu aliyekabidhiwa jukumu la kusimamia haki. Kwa Kamses, kosa la Sisamnensi halikuwa kosa la mtu binafsi, lilikuwa tishio kwa utawala mzima. Mfalme akaamuru Sisamnensi akamatwe mara moja na kuletwa mbele yake. Akiwa amefungwa minyororo, Sisamnensi alisimama mbele ya mfalme. Hakukuwa na kisingizio, ushahidi ulikuwa wazi, watu walikuwa wanatazama kimya kikitanda. Adhabu isiyosahaulika. Kamses alitoa hukumu ambayo dunia ingekumbuka milele. Sisamnensi alihukumiwa kuuliwa kwa adhabu kali sana. Ngozi yake ilivuliwa mwili, adui wa haki akigeuzwa kuwa onyo la haki. Baada ya kifo chake, ngozi hiyo haikutupwa wala kuzikwa. Kwa amri ya mfalme, ngozi ya Sisamnensi ilitandikwa juu ya kiti cha hukumu, kile kiti ambacho jaji hukaa kutoa maamuzi. Lakini simulizi haikuishia hapo. Mwana analisi kiti cha baba. Sisamnensi alikuwa mwana aliyeitwa Otanes. Baada ya adhabu ya baba yake, Kamses hakumuua wala kumfukuza Otanes. Badala yake, alimteua Otanes kuwa jaji mpya. Akamkalisha juu ya kile kiti cha hukumu, kile kiti kilichofunikwa ngozi ya baba yake mwenyewe. Kisha mfalme akamwambia, kila utakapokaa kutoa haki, kumbuka unakaa juu ya ngozi ya baba yako. Haki ikifa, adhabu yake iko hapa. Mafundisho kwa vizazi vyote. Tangu siku hiyo, simulizi la Sisamnensi likawa hadithi ya onyo, si kwa Waajemi tu, bali kwa dunia nzima. Lilikuwa somo kwamba haki si mali ya jaji, mamlaka bila uadilifu ni sumu, rushwa huua imani ya jamii. Hadithi hii ilisimuliwa baadaye na mwanahistoria Herodotus na ikachorwa hata kwenye michoro maarufu ya Ulaya, ikionyesha Sisamnensi akikabidhiwa azalani kama kumbukumbu ya milele ya gharama ya kukosa haki. Tukio la pili ni la simulizi ya Joseph James D'Angelo, mtu aliyeishi maisha mawili. Kulikuwa na kipindi kirefu nchini Marekani ambapo hofu ilitembea gizani, hofu isiyo na uso, isiyo na jina, iliyojificha nyuma ya milango ya nyumba za watu wa kawaida. Hakuna aliyezani kwamba nyuma ya hofu hiyo
alisimama mtu aliyekuwa akionekana mtulivu wa kawaida, hata mwenye mamlaka ya kulinda sheria. Jina lake lilikuwa ni Joseph James DeAngelo. Utoto na mwanzo wa giza. Joseph James DeAngelo alizaliwa tarehe 8 Novemba mwaka 1945 katika familia iliyokuwa na misukosuko. Utoto wake haukuwa wa amani. Alishuhudia migogoro ya kifamilia, vurugu na mazingira yaliyomjenga katika hasira ya ndani aliyojifunza kujificha. Akiwa kijana, DeAngelo aliwahi kujiunga na jeshi la wanamaji la Marekani, US Navy. Akahudumu wakati wa vita vya Vietnam. Baada ya kurejea nyumbani, alijaribu kuishi maisha ya kawaida, akaoa, akapata watoto na baadaye akajiunga na chuo kusomea masuala ya uhalifu. Hakuna aliyeshuku chochote. Maisha mawili, polisi mchana, mnyama usiku. DeAngelo alipata kazi kama afisa wa polisi katika jimbo la California. Alivaa sare, alitumia sheria na aliapa kulinda raia, lakini usiku ulipofika akabadilika kabisa. Kuanzia miaka ya 1970 hadi mwaka 1980, mfululizo wa uhalifu wa kutisha ulianza: uvamizi wa nyumba usiku, unyanyasaji wa kingono, mauaji ya kikatili. Wahalifu walikuwa hawajui wanamtafuta nani. Alipewa majina mengi: East Area Rapist, Original Night Striker, baadaye Golden State Killer. Aliingia kimya kimya ndani ya nyumba akiwafuatilia wahanga wake wa usiku au wiki kabla ya kushambulia. Alitumia hofu kama silaha. Aliwaweka watu katika hali ya kutokuwa na uhakika hata muda mrefu baada ya shambulio. Cha kutisha zaidi, alijua mbinu za polisi. Alijua namna ya kufuta ushahidi, namna ya kupotea na namna ya kupotosha uchunguzi. Mara nyingine alikuwa akifuatilia kesi zake mwenyewe akiwa kama polisi. Miongo ya kimya. Miaka ilipita, wahanga waliumia, familia zilivunjika, baadhi waliuawa, lakini mtenda kosa hakuonekana. Wakati huo huo, DeAngelo aliendelea na maisha ya kifamilia. Alilea watoto, aliishi kama jirani wa kawaida, alifanya kazi za kawaida. Baada ya kufukuzwa kazi ya polisi kwa kosa la wizi mdogo, hakuna aliyefikiria kuwa mzee aliyekuwa akifunga milango mapema usiku ndiye aliyekuwa chanzo cha jinamizi la miongo kadhaa. Teknolojia yafungua siri. Miaka zaidi ya 30 ilipita bila majibu, kisha dunia ikabadilika. Mnamo mwaka 2018, wachunguzi walitumia DNA ya ukoo, genetic genealogy, teknolojia mpya iliyoweza kulinganisha DNA ya mhalifu na jamaa zake waliowahi kupima DNA zao kwenye hifadhi data za kinasaba. Hatimaye mstari wa damu ulimfikisha kwa jina moja: Joseph James DeAngelo. Alikamatwa akiwa na umri zaidi ya miaka 70 nje ya nyumba yake kimya kimya, kama alivyokuwa akifanya kwa wahanga wake. Kesi na kuanguka kwa kivuli. Mahakamani, DeAngelo alikiri makosa mengi: mauaji, unyanyasaji wa kingono, uhalifu wa kuvamia makazi. Wahanga wa familia zao walizungumza kwa uchungu, wakisimulia miaka ya hofu, maumivu na maswali yasiyo na majibu. Mnamo mwaka 2020, Joseph James DeAngelo alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila msamaha. Hakukuwa na shujaa, hakukuwa na ushindi kamili, kulikuwa na haki iliyochelewa, lakini angalau ilifika. Somo la simulizi hii: hadithi ya DeAngelo inafundisha mambo mazito. Uovu unaoweza kuvaa sura ya kawaida, mamlaka bila maadili ni hatari. Teknolojia inaweza kufufua haki hata baada ya miaka mingi. Wahanga hawasahauliki hata dunia ikinyamaza. Ni simulizi la hofu, lakini pia la uvumilivu wa wahanga na nguvu ya ukweli unaochelewa kufichuka. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Juice Danger TZ. Pia usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Juice African Story. Like now, tukutane kwenye kipindi kijacho. Bye bye.